Kuhani mwonaji na mwalimu Musa Richard Mwacha anaweza kuiona mechi ya Simba ni tarehe 20 ya mwezi huu wa 4, hata kabla hawajafika South Africa kaiona. Kwa hiyo mtu kama huyu si vibaya wakaja wakapata baraka zake, na sio wao tu, kuna baadhi ya wachezaji nimewahi kuwashuhudia hapa wanakuwa na matatizo ambayo yanawafanya wasiweze kuingia uwanjani kushiriki katika mpira ambao ni kazi yao. Kuna kwa mfano goalkeeper aliyewahi kuwa goalkeeper na mpaka sasa wa Tanzania Prison, alifika hapa, alikuwa mikono na magoti hayawezi Musa Mbise aliwahi kuja hapa, alikuwa mikono, unajua goalkeeper mikono ndio inadaka mpira na magoti ndio unapochupa yana kupivot. Alikuwa hawezi kufanya hivi, lakini alivyokuja hapa baada ya muda akawa okay, leo anacheza. Na wachezaji kadha wa kadha wamekuja hapa na wakiwa na matatizo, lakini leo wanaendelea kucheza. Kwa hiyo Simba na washauri, na isitoshe hata kama mechi iliyopita sisi ambao ni Simba kindakindaki, Simba lialia, tumekuwa tukiwaombea tukiwa hapa kanisani kwenye ngome ya Yesu. Nakumbuka siku moja kabla ya mechi nilisema kesho uwezekano wa Simba kushinda ni mkubwa mno. Hawa hawezi kuja kutufunga sisi Dar es Salaam. Sisi sio Yanga Afrika wanaotolewa Dar es Salaam. Sisi hatutolewi Dar es Salaam. Na mimi nilivyokuwa naongoza Simba, slogan yangu ilikuwa kwa Mkapa hatoki mtu. Na Mtuma Haji Sande Mandana ndio alikuwa msemaji wangu. Kawaambie kule kwa Mkapa hata uje na mama yako mzazi utoki. Leo kuna ubaya ubwela. Hizi ni slogan za kila mwenyekiti anakuja na slogan yake. Hapa leo tuna ubaya ubwela. Mimi nilikuwa na kwa Mkapa hatoki mtu, na utoki kweli. Hata aje Barcelona atafungwa tu. Kwa Mkapa Simba hata ije Real Madrid itafungwa tu. Alikuja National Rally hapa, mimi mwenyekiti. CEO wangu anaitwa Barbara Gonzalez, nikampiga na Kagere. Kafu kama walikuwa wanatuona wakatupanga tena mwaka uliofuata na National Rally, wakatuma taarifa kwa Barbara kwamba safari tunakuja kivingine, Simba hata afanyeje atufungi. Barbara akanipigia simu, mwenyekiti uko wapi? Nikamwambia niko nyumbani kwangu Mbande, kuna taarifa yako, njoo ofisini. Nikaenda ofisini, akanambia National Rally wanasema safari wanakuja kivingine. Nikamwambia hivi, watumie taarifa waambie mwenyekiti wa Simba anasema ninyi mkija kivingine sisi mtatukuta kivingine zaidi, na msije peke yenu, mje na mama yenu mzazi, mtafungwa Dar es Salaam kwa Mkapa. Na wakaja Mixon akawaweka, wakamchukua, na kumchukua kule mimi sikupenda. Katika watu ambao hawakupenda Mixon na Chama waondoke, wale ni wajanja, walitaka kwenda kuidhoofisha Simba, hawakutaka kwenda kuwatumia. Na ndicho kilichotokea mwisho wa siku. Wakasema mzee Karuguda ulionaje? Nimesema mimi nawajua. Katika timu inayowapa tabu National Rally ni Simba Sports Club, na yeye anakiri hilo. Kwa hiyo walimchukua Chama, wakamwambia Berkane rafiki yao Mwarabu mwenzao wamchukue Chama, wao wamchukue Mixon kwenda kuidhoofisha tu Simba. Ndio ilikuwa lengo lao. Kwa hiyo mimi naiona Simba ya kwenda finali, naiona kama watafanya hayo mambo mawili, washirikishe watu bila kujali huyo yupo Simba, yani ani kiongozi sasa hivi au, kwa sababu alikushaongoza. Kwa kifupi, tumewiwa na mafanikio aliyopata Simba Sports Club, kwamba baada ya karibuni miaka 50 na baadaye miaka 30, ninyi vijana wadogo hamwezi kuwa na kumbukumbu, Simba ndio klabu pekee katika Afrika Mashariki na Kati ambayo imefanikiwa kufika nusu fainali ya klabu bingwa ya Afrika. Simba ilifika nusu fainali ya klabu bingwa ya Afrika mwaka 1974. Kwa hiyo ni klabu ambayo inafanya vizuri katika anga la kimataifa, haikuanza leo. Yaani kwa mchezo huu ambapo imeingia nusu fainali juzi tarehe 9, sio kwamba ndio mara ya kwanza. Simba imeingia nusu fainali ya klabu bingwa, sio kombe la shirikisho wala kombe la washindi. Zamani kulikuwa na kombe la washindi,
CAF ikalifuta mwaka 1997. Ikaanzisha la CAF 1991, lilikuwa limeshaanza. Miaka mitano baadaye wakalifuta lile la shirikisho kwa sababu makombe yangekuwa mengi na mambo yangekuwa mengi. Gharama ingekuwa kubwa. Kwa hiyo mwaka 74 nusu finali ya kwanza wamecheza Mehala Al-Kubra na Simba Sports Club. Wamecheza tarehe 13 Dar es Salaam, uwanja wa Shambala Bibi. Tarehe 13 Oktoba 1974 Simba na mabingwa wa Misri Mehala Al-Kubra wamecheza pale. Simba ikapata ushindi wa bao 1-0. Bao limefungwa na Sadi Ali, mtangazaji maarufu wa radio Tanzania wakati ule RTD. Abdul Masud alikuwa anamuita Sadi Ali watakiona, maana alikuwa na waadhibu sana timu zinazokuja. Mwisho akawa anamuita Sadi Ali watakiona. Kwa hiyo Simba ikashinda. Ilipokwenda kule Cairo mechi ya marudiano tarehe 25 mwezi wa 10 1974, Mehala wakapata goli moja, ikawa sare, wakapiga penati. Simba ikatolewa kwa penati 3-0. Penati zote za kwanza za Simba 3 walikosa, lakini wao Mehala Al-Kubra wakapata zote 3, Simba wakametolewa. Lakini kana kwamba hilo halitoshi, tarehe 27 mwezi wa 11 1993 Simba imecheza fainali ya kombe la shirikisho. Kuna watu wanajichanganya, wanasema ile ilikuwa CAF. CAF ni Kiingereza na Kifaransa, kwa Kiswahili ni shirikisho. Kombe bado ni lile lile, kilichobadilika ni mfumo wa mashindano, lakini kombe ni lile lile. CAF kwa Kifaransa ni Confédération de Africaine de Football. Kwa Kiingereza ni Confederation of African Football. Kwa Kiswahili ni shirikisho la soka barani Afrika. Sasa mtu ana confuse, lile lilikuwa kombe la CAF. CAF ndio hiyo. Sawa sawa na kusema hii ni 100 na hii ni 100. Mtu anajichanganya kwa lugha, lakini kombe ni lile lile. Kwa hiyo Yanga wamekuja kulicheza mwaka 2023. Tarehe 28 mwezi wa 5 2023 wamepoteza Dar es Salaam dhidi ya Waarabu, na tarehe 3 mwezi wa 6 2023 wamepoteza Algiers. Kwa hiyo kombe ni lile lile, isipokuwa weledi baadhi ya watu, mashabiki wetu wanasema ni makombe mawili tofauti. Hapana, ila mfumo wa mashindano ndio umebadilika. Kwa hivyo hii si mara ya kwanza kwa Simba kufanya jambo kubwa kwenye mpira wa Tanzania, na hii ni heshima kwa nchi yetu. Yanga inapofanya vizuri ni heshima kwa nchi. Mashabiki wa Simba lazima wafahamu hilo, na mashabiki wa Yanga wafahamu vile vile Simba inapofanya jambo kubwa ni kwa manufaa ya taifa. Mimi nimepata bahati ya kutembea nchi mbalimbali, nimeenda Cairo, nimeenda na Algiers, nimeenda Casablanca, nimeenda Tunis, lakini huko kote imenifikisha Simba, na ndio maana Simba naiheshimu. Hakuna jinsi yote naweza nikaidharau Simba, lazima niheshimu. Imenifanyia mambo makubwa katika maisha. Kwa hivyo Waarabu kwa mfano, ukiwa unacheza na National Ahli, huwezi kumuona Zamalek anakupa mbinu ya kumfunga National Ahli. Au ukicheza na Wydad Casablanca, huwezi kuona Raja anakupa mbinu za kumhujumu Wydad. Hayo mambo bado yamebaki Tanzania. Yanga kama inacheza, mtu wa Simba anakuambia mimi Yanga ikicheza na Jiwe afadhali Jiwe lishinde. Ni vitu vya kihuni, havipendezi kabisa. Anyway, nashauri tu, ila kila mtu atakuwa na falsafa yake. Kwa hiyo tunaipongeza sana Simba, imetuheshimisha Watanzania, na baada ya miaka karibu 32 tangu walipofika fainali ya kombe ili la shirikisho mwaka 93, ndio wanakuja tena kuingia nusu fainali nyingine baada ya kufika robo fainali mara 8. Hii ya juzi ilikuwa robo fainali mara ya 8. Wakati mimi naongoza Simba tumekwenda robo fainali mara ya 4. Mara 4 tunashindwa kwenda nusu, lakini nawapongeza wa viongozi wangu waliopo hivi sasa, wamevunja mwiko kuishia robo.
maana tulikuwa tunaitwa kina Mwakarobo.